tulipokutana kwenye kikao cha chama kutathmini hali hii, tukasema uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena. Uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena. Na kama uchaguzi kwenye nchi hii hauwezekani tena, wananchi sauti yao haipo, hakuna atakayewasikiliza, wananchi wataumia zaidi. Kwa sababu ukisoma katiba yetu ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Lengo kuu la serikali, hiyo ni B, itakuwa ni ustawi wa wananchi, na C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa nimesikia mnamzungumza kuhusu mbunge wenu. Mimi simjui jina. Anaitwa nani? Kwa sababu sijai kumsikia anazungumza. Na mbunge kazi yake ni kuwakilisha watu. Kama usemei watu, wewe sio mbunge. Ni bubu tu na kiziwi fulani, umeenda huko unafanya ujinga wako tu. Uongo kweli? Sasa nimesikia mnazungumza kuhusu mbunge. Katiba inasema serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Yaani badala ya nyie watu wa Kakora au jimbo la Msarara, watu wa Tarime, watu wa Geita, watu wa Mwanza, watu wa Dar es Salaam twende bungeni, hakuna nafasi ya kututosha wote kukaa, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende kutuwakilisha. Ndicho ninachosema katiba hii. Mamlaka yako unakasimu. Rais anapata mamlaka yake kutoka kwako. Hawa askari mamlaka walionayo sio ya kwao, ni ya kwako, umekasimu kwao. Ndio katiba inavyosema. Kwa tulipofika tukasema uchaguzi hauwezekani. Na kwa sababu uchaguzi hauwezekani, wananchi hawana sauti tena, kwa sababu sauti ya mwananchi ni kura yake. Tukakaa kwenye kikao, tukatathmini, tukasema tunakwenda na agenda inaitwa no reforms, no election. Kwamba bila mabadiliko ya sheria na mabadiliko ya kikatiba hakuna uchaguzi. Kwa sababu hata hivyo uchaguzi ni nini? Kama watu wanaiba uchaguzi, huo sio uchaguzi. Uongo kweli? Kwa hiyo hakuna uchaguzi. Tukakaa kwenye vikao, tukazungumza na tukakubaliana. Na kwa nini tulisema hivyo? Tulisema hivyo ili tulazimishe serikali iweze kubadilisha sheria, turudi kwenye mikono inayotakiwa, tushindane kwa hoja, tushindane kwa sera, kwa policy, na wananchi muamue. Mathalan, sisi watu wa kanda ya Ziwa na wa Tanzania tuna nchi nzuri. Hapa kanda ya Ziwa kila kona unayokanyaga ni dhahabu. Uongo kweli? Na jana mimi nilikuwa na ujua huu mgodi, lakini sikuwa na ujua ni mkubwa hivyo. Jana ndio nimepita kwenye huo mgodi. Hiyo fence hiyo tumezunguka karibia saa nzima, tumezunguka hiyo fence. Saa nzima gari natembea tu kwenye fence ya mgodi. Kwenye fence ya mgodi. Halafu huo mgodi uko kwenye kata ya Kakora hii hapa. Katikati ya utajiri unaotoka hapo wa matilioni kwa matilioni, maisha ndio hapa, na nyumba mnazokaa ndio hizi, na barabara mnazotembea ndio hizi. Hata wazungu ukisoma historia ya form 2, historia ya form 2 ambayo tulikuwa tunasoma tukiwa form 2, wanakuambia factors for the development of Johannesburg. Wanakuambia availability of minerals. Yani kwamba kilichosababisha mji wa Johannesburg ukaendelea ni uwepo wa madini yaliyokuwepo pale. Ndio maana Johannesburg ni mji mkubwa. Ukienda Witwatersrand, ukienda Durban, ni miji inayoambiwa imeendelea, imekuwa miji mikubwa kwa sababu kulikuwa na madini.
ukienda miji ya zamani, ukienda the Songhai Empire, Mali Empire, wanakuambia zilikuwa zina flourish kwa sababu kulikuwa na madini. Leo Tanzania ni tofauti. Imezunguka kanda ya ziwa kwa siku 10. Ukianzia Tarime kuna dhahabu, nenda Geita kuna dhahabu, njoo Bulyanhulu kuna dhahabu, nenda Nzega nenda kila unapokanyaga, nenda Bukombe ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Katoro ni dhahabu, kila kona ya kanda ya ziwa ni dhahabu. Ziwa kubwa kuliko yote Afrika kwa upana, Ziwa Victoria, la pili duniani, liko hapa kanda ya ziwa. Kuna almasi, wadui, kuna madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, kanda ya ziwa. Watu wetu ni maskini. Barabara ya rami kwenye kanda ya ziwa, ukiacha barabara aliyoiacha Mwalimu Nyerere ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, ukichukua barabara ya kutoka pale kwenye mchepuko wa kuja Kahama kwenda nani inayokwenda mpakani, ukachukua na barabara ya kutoka Mwanza kwenda Kagera, na ukachukua na barabara hiyo inayokatia Mwigumbi, actually sio barabara nzuri. Hiyo barabara nimepita kutoka Bariadi, mashimo yaliyopo unaweza kucheza draft kama uwei wakule tunaita uwei, ile bao lile la kucheza lile. Kila sehemu ni poto. Uongo kweli? Warawi na lami ambayo ukiacha hizo barabara 3 kanda ya ziwa, niambie ni barabara gani nyingine na lami? Anzia Meatu kwenda Mkoani, anzia Tarime unaenda Serengeti. Mbuga kubwa ya wanyama kuliko zote Afrika na duniani ina square kilomita 14,000 na ni kubwa kuliko nchi, baadhi ya nchi. Serengeti iko kanda ya ziwa. Nchi hii imejaliwa kila kitu ndugu zangu. Ni nchi ambayo ina ardhi ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukizichanganya kwa pamoja hazifiki nchi hii kwa ukubwa. Hizo nchi zote zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Tuna madini ya chuma tunachoweza kutumia miaka 100. Tuna makaa ya mawe. Tuna mlango wa bahari. Bandari, bahari yetu ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Ndio urefu wa bahari yetu. Na tuna nautical maili 200 kuingia ndani, zaidi ya kilomita 600. Hilo ni eneo letu. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Malawi. Hizo nchi zote, ili mtu aendeshe gari, ili mtu grade ilime, ili mtu avae nguo, zikitoka nje zinapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure, hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji ni kujenga gati. Bahari, bandari ni mlango wa fedha. Ni mlango ambao haufungiki wa fedha mpaka kiyama. Kwa sababu kila kinachosafiri kinategemea maji. Huwezi kubeba greda kwenye ndege, utapitisha kwenye maji. Greda wa Kongo wakinunua greda, lazima ipite kwenye maji yetu. Wakiwa wanasafirisha dhahabu yako, lazima ipite kwenye maji yetu. Kopa ikitoka Zambia inaenda China, itapita kwenye maji yetu. Wakinunua gari kutoka Japan, inapita kwenye maji yetu. Maji ya bure, unalipa hela kwa maji Mungu aliyokupa. Iko pale bandari. Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam, nchi zote za Afrika Mashariki na Kati watu watakaa nyumbani, atawalisha kwa hiyo bandari. Kwa sababu ni mlango wa fedha. Hiyo bandari wamejenga wakoloni, amekuja Mwalimu akaiendeleza, akaja Magufuli. Magufuli mimi nilitofautiana naye sana kwenye eneo la demokrasia. Akaijenga ile gati namba 6 mpaka gati namba 8. Akanunua mashine za 0 hours ambazo zijai kutumika. Yani kama gari umenunua 0 kilomita, 0 hour. Akafunga pale. Akataka kuteka soko lote
la Afrika Mashariki na Kati, watu waliokuwa wanapeleka mizigo Msumbiji kushushia Mozambiki, Beira, na waliokuwa wanaenda kushushia Mombasa, waone efficiency ya bandari yetu, wahamia hapa. Akanunua. Leo bandari hiyo imekabidhiwa kwa Waarabu kwa Dubai. Dubai ni jangwa. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000, 70 wanatembea peku, wanaokota dates pande jangwani, hawana hata choo. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna chuo kikuu. Mwaka 63 Dubai hawajawahi, wako jangwani Dubai. Sisi mwaka 61 tuko watu milioni 8, wao wako 70,000. Mji wa Kakoro una watu 56,000. Nyie kasoro watu 12,000. Nchi ya Dubai ndio ilikuwa na watu hao mwaka 61 kama watu mnaokaa hapa Kakoro. Leo wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi wote 63 milioni hatuna akili ya kuweza kuendesha bandari. Tumewapa Waarabu wa Dubai milele watu milioni 3. Watu wetu ni maskini, umaskini wa kutengeneza. Nchi hii wakati mwingine unamuomba Mungu usijue mambo yanayoendelea serikalini kwa sababu yanaumiza. Na ndio maana mimi nikiona vijana mko mitaani mnazungumza kuhusu betting na washangaa. Nasema hii nchi aina gani? Umaskini wenu, mnaishi maisha mabaya yanatengenezwa na kina Samia kwa makusudi. Halafu mnabishana goli la mama. Nchi inauzwa. Nchi hii eti uwanja wa ndege wa KIA ameujenga Mwalimu Nyerere. Uko pale natumika, mtalii akitua analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55, $110 kwa mtu kutua na kuondoka. Uwanja ule unapitisha watu 1.5. Wameuchukua, wamekabidhi kwa serikali ya Omani ndio waendeshe, kwamba sisi hatuwezi kuendesha uwanja ambao Mwalimu alijenga. Tuko hapa, migodi yote imekabidhiwa kwa China. Uongo kweli? Migodi midogo yote imekabidhiwa kwa China. Nasema uongo? Kwa nini? Wanaambia nyie vijana wa Kitanzania hamna uchumi, hamwezi kuchimba, hamna mitaji. Lakini dhahabu ya kwetu inatoka hapa inakwenda kutajirisha wa China. Alafu unafungulia redio, unasikiliza ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, inasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571 kwa mwaka mmoja. Mwaka jana bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija maana yake nini? Yaani mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ametumia kitu kinaitwa tafsida. Yaani kwa mfano wewe kuliko useme naenda chooni, useme naenda msarani. Yaani ametumia kuondoa ukali wa maneno. Lakini kwa kifupi ni matumizi ya kijinga. Yaani kwamba serikali imefanya matumizi ya kijinga bilioni 571. Sasa bilioni moja ni milioni 1,000. Bilioni 571. Kama serikali ingekuwa inapenda nchi hii iendelee, hakuna nchi ambayo imeendelea bila serikali kuwekeza kwa watu wake, kuwapa watu wake empowerment, kuwawekeza watu wake wajenge uchumi wa nchi yako. Huwezi kutegemea uchumi wa kukopa na kuleta pesa kutoka nje ukaendeleza nchi yako. What you do, you empower your people. Unawapa watu wako uwezo ili serikali yako iendelee. Tungekuwa na serikali inayojali nyie vijana. Machimbo haya wanayowapa wa China kwa sababu hamna mitaji. Hizo bilioni 571. Ukiunda hata kikundi cha vijana 100, Kakora 100, Tarime 100, Geita 100, Siwapi 100, alafu ukawapa eneo lenye machimbo, ukawapa mtaji wa bilioni 1, au basi uwape baruti, zile crushers, uwape madawa, uwape maeneo. Wale vijana wakichimba ile dhahabu, wakiuza nje, wakipata fedha, kijana
vijana wa Kakora uko kwenye kikundi wewe. Ukipata ile fedha utataka kujenga, utamwajiri huyu fundi. Huyu fundi akipata pesa atanunua dagaa kwa huyu. Huyu akipata fedha atamwagiza bodaboda amletee dagaa nyingine. Pesa itazunguka miongoni mwetu na itajenga uchumi wetu. Leo pesa inatoka hapa inakwenda China kwa kisingizio hatuna mitaji, lakini tuna pesa za kununua goli la mama. Na mtu anakaa kijiweni hapa Kakora, sisi tumeshinda goli la mama. Unamwangalia Morogoni, sio bure. Tuna nchi na watu wa ajabu sana. Watu ambao wanazungumza ujinga muda mwingi kuliko kuzungumza vitu vya maana. Watu wanaofuatilia mambo sio nani amefumaniwa na nani kuliko kufuatilia hivi kweli mgodi mkubwa kama huu ndio barabara watu wanazotembea hizi. Seriously. Maji yako kande, tumepita, tulikuwa Buchosa ndugu zangu. Tulikuwa Buchosa. Unatembea kando kando ya ziwa hivi na Geita vijijini. Ziwa liko mita 200. Wasukuma wanalima mpunga hapa. Wanasubiri msimu wa mvua mpaka msimu wa mvua. Maji yako pale. Maji yako pale. Serikali ikiwaletea wale watu mpunga, ikiwaletea maji kwenye mashamba yao. Hata hapa Kakora, hata hapo nyuma tulikopita Sorwa, ikiwaletea maji, mpunga ni siku 90 umevuna. Miezi 3 umevuna. Kwa hiyo mtu atalima mpunga wake, baada ya siku 90, baada ya miezi 3 atavuna, ataingiza maji kwenye majaruba, atapalilia, atapanda tena, atavuna. Kwa mwaka atavuna mara 4. Huyu mtu utakuwa umemempower. Serikali hiyo ambayo haiwezi kuwezesha watu inaagiza mchere kutoka nje ya nchi wa bilioni 260 kwa mwaka. Kwa nini hizo fedha usiwempower watu alafu uzizunguke miongoni mwa watu wako? Huyu mtu akipata fedha atanunua gari, atamwajiri huyo amwendeshe, ataajiri kondakta kwenye gari yake. Huyu mtu atanunua mfuko wa simenti kwenye duka linalouza simenti. Hilo duka litaagiza simenti kutoka Wazo itakulipa corporate tax. Serikali itakuwa na makusanyo makubwa, itaajiri vijana kuwa walimu, shule ziwe na walimu. Tukiwa bungeni mwaka 2017, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Wakati Magufuli anaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, nikamshauri, ingieni kwenye YouTube imo. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, hili bwawa litahitaji chuma kingi sana, nondo. SGR itahitaji chuma. Nchi hii ni changa, bado inajengwa, inahitaji chuma, nondo. Kila sehemu nyumba zinazojengwa zinahitaji nondo. Mungu ametujalia sisi tuna chuma Rudewa. Sehemu inaitwa Ganga. Tuna mlima wa chuma. Mungu kwenye maeneo mengine aliwawekea watu chuma chini, wanachimba chini. Sisi aliweka limlima. Yaani sio la kwenda kuchimba, ni kwenda kutindua. Na Mungu alivyotupendelea akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma pale pale Liganga, Rudewa. Na mchanga wa kusafishia akauweka Iringa. Yaani kwa mfano India wana chuma lakini hawana makaa ya mawe, wanafuata makaa ya mawe Tanzania. Sisi ametupa chuma, ametupa na makaa ya mawe, akatupa na mchanga wa kusafishia kiwe chuma. Na waulize nyie Kakora, kuna akili hapa? Ndio maana wakija hapa kuimba tu sisi juu sahi. Sasa juu wanatafuta nini huko? Hapa chini ndio kuna shida hapa. Wananchi hawana barabara, hawana maji, hawana umeme. Shida iko chini hapa. Juu wanatafuta nini? Anakaa Mungu huko. Chini hapa ndio kuna shida. Na wanapeleka wabunge viraza bungeni. Sasa kwa mfano huyu mbunge wenu unategemea aseme nini bungeni? Kwa mimi nikimzungumza nampa jina, unategemea aseme nini sasa? He cannot read, he cannot comprehend things. Mbunge ambaye unakutana mbunge anazungumza, hawa ni mbunge. Mbunge kazi yake ni kutunga sheria. Mwambie huyu mbunge wenu asome mstari mmoja wa Kiingereza hivi kama anaweza. Anaweza kutunga sheria? Yeye hajui. Wao wakikaa bungeni,
kwa sababu sheria, hata budget inavyotungwa lazima itungiwe appropriation bill, sheria ya matumizi. Hawajui, ndio maana vitu vinakuja kutekelezwa on the ground. Anasema hiki kimepitishwa hapo, ulipitisha kwenye karatasi mle kwa sababu huwezi kusoma. Ndio maana tulipokuwa bungeni unaweza ukaona wabungi ikifika muda wa kuchangia masuala ya sheria utasikia Mheshimiwa Heche, Mheshimiwa Mika, mpira unarudi, yote yananyamaza, yanakuwa madogo kweli kama Piriton. Hapo sasa tunakaa wapara mtupu hapo. Mpira unakuja unawekwa hapo na shushwa chini. Anaweza kufanya schedule of amendment huyu bungeni, anaweza, au yule mwingine. Hadi nchi na vituko. Yaani haya ni mabunge ambayo nchi inaweza kuuzwa jako mle. Bila shaka hata bandari ilipokuwa inauzwa hawajui terms za agreement. Hata wape mkataba hivi wakae nao hivi, mpe akae nao hivi. Yaani mtu ambaye hajui kusoma, ukimpa barua inaandikwa leo uwawe, ipeleke polisi, alale nayo siku 10, umwambie ipeleke polisi, si hata ipeleke inaandikwa vile vile, kwa sababu hajui chochote kichomo mle. Ndio hawa. Nchi inachezewa hii, nchi ya ajabu hii. Alafu mko hapa mnategemea, mna matumaini kwamba hao watu iko siku watawahurumieni. Kikwete aliuza migodi, Mkapa aliuza mashirika ya umma. Huyu mama naye alipoingia akauliza nini kimebaki? Bandari. Naye amepiga mnada bandari. Mwingine atakuja aambiwe nini kimebaki? Wananchi. Piga wote mnada hao. Kwani kupiga mnada ni kufanyaje? Kupiga mnada ni kufanyaje? Ngoja. Si Wachina wameshaingia humu nchini? Si ndio wanamiliki minsi zote za uchumi? Mtu anayemiliki uchumi anaweza kucontrol anavyotaka. Kama Wachina ndio wanamiliki uchumi wa nchi, ndio wanauza hadi Ndara Kariakoo, wewe unategemea nini? Mna nchi hapa. Na angalia nguvu zinazotumika kujaribu kuiua Chadema. Na nawaambieni haki ya Mungu kabisa, siku Chadema ikifa mmeisha. Wala hii si watanii, wala si wadanga. Siku mkiona tumefunga mdomo, mkaona Lissu amenyamazishwa, mmeisha. They say you mchana kweupe. Ndio maana kuna vitu vinaitwa vyama 18. Umesikia wanavizungumzia? Hao wanaosema Chadema imekufa, lakini ndio hiyo wanaoishambulia. Sasa kitu kilichokufa kwa nini nakishambulia? Msajili anashughulika na Chadema. Kuna wenzetu tulikuwa nao wamehongwa na wao eti wanataka waanzishe chama, wampewa hela za serikali, wamekuwa vibaraka. Wao wanashambulia Chadema. Kila chama kinashambulia Chadema. Wewe inakwambia nini? Polisi wanashambulia Chadema na ambao wanatumika tu wamepigika vibaya kabisa. Hiko mbunge nalipo 12 milioni a month. Askari hao pamoja na kazi ngumu wanayofanya, ukiangalia maisha yao ni matatizo. Kuna shida nchi. Na hao watu, kazi ya uaskari is a noble job. Ni kazi ya utume. Askari ndio maana risasi ikipigwa hapo, wakati sisi tunakimbia hivi, yeye atakimbia kuifuata risasi aokoe maisha yako. It's a noble profession. Ni watu ambao wanatakiwa kuangaliwa, kusaidiwa. Ndio maana nchi zilizoendelea wanaitwa men in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unasimama umwachie, kwa sababu ni watu wamejitolea, wamekula kiapo cha kukufanya wewe uwe salama hata yeye akifa. Lakini wamegeuzwa, wanatumika na sisi, wanaharibu nchi, wana masturbate nchi yetu. Wanakuja mwingine unakuta amevaa, utafikiri anaenda Darfur. Hapa sio Darfur, tunakuwa kuzungumzia maisha. Sisi sio maadui zenu. We are your friends. Tukiingia kwenye nchi hii tutafute askari Kongo, tutawatumia nyie. Sana utakachofanya utabadilisha maisha yenu. Huwezi kuwa na nchi ambayo hata hizi uniform zinaitwa uniform, zinapaswa kufanana, zinapaswa kushona vizuri. Sasa angalia, huyu amevaa kijani kama inaelekea Chadema, yule imekauka kidogo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tuna watu ambao wameiba mpaka kwenye SACCOS pesa zao za kufa na kuzikana. Haya mambo sio ya kuchekesha.
Na ndugu zangu askari, mkiona watu wakiwagusa watu wanacheka, ni kwa sababu people hate you. Watu wanawachukieni kwa matendo mnayotumiwa kufanya. Nimeona juzi gari imeanguka sehemu, askari wamepata ajali, wanawaambia watu wawasaidie, watu hawataki. Wanasema acha wafe. Chuki imekuwa kubwa, na hii chuki inasababishwa na watawala wanaotumia hawa watu. Hawa watu hawana shida. Nilikuwa na OCD mmoja jana, anakurupuka kuja kwenye mkutano, nikamwambia sheria yako inakwambia nini? Mimi napokea maagizo. Soma PGO yako, Police General Orders, inakwambia nini? Lazima tubadilishe hali hii. Ndugu zangu, nchi hii ilikofika lazima ibadilike. Na nchi ilipo hatuwezi kuibadilisha kwa sasa katika uchaguzi uliopo. Ndio maana Chadema tumesema tufanye kwanza mabadiliko ya uchaguzi, alafu tushindane. Haiwezekani watu wakakora, haiwezekani. Mechi ya Simba na Yanga inachezwa, alafu refarii awe Haji Manara. Nani atakubali hiyo hali? Nani atakubali hiyo hali? Yanga hata Simba akichezewa faulu katikati, Haji ataipeleka ile penalty kule. Uongo kweli? Au mechi inachezwa Yanga na Simba, alafu eti Ahmed Ali ndio awe mshika kibendera Yanga, utakubali hilo jambo? Si offside zote atamwambia striker wa Simba, wewe simama kule mpira ukija funga tu, hamna offside hapo. Uongo kweli? Sasa wanataka sisi tuende kwenye mechi ambayo referee anatoka upande wao, linesman upande wao. Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe wa neki wa hiyo tume ya uchaguzi. Alikuwa katibu mwenezi mstaafu kama Makara, leo ni mjumbe wa INEC. Alafu tunaambiwa tuingie kwenye huo uchaguzi. Kuna uchaguzi hapo ndugu zangu. Sisi tunachotaka na tunachomwambia Samia, hatuna ugomvi na wewe. Si unaimbwa huku mama choko kichimbo, mama ametuchimbia barabara, mama amefanya mtu hata akikohoa. Nilimsikia hata mbunge jana mwingine anasema mechi ya Simba na Yanga ibadilishwe itwe derby ya mama. Nilimsikia, mkumsikia? Kila kitu mama. Sasa mama, si umefanya mengi, si unajiamini? Badilisha uchaguzi, tushindane. Tundu Lissu asimame hapa, wewe usimame hapa, ipigwe dakika 90 ya kweli. Pigwe dakika 90. Nyie Kakora mnasemaje? Nyie mnasemaje? Baraza la Maaskofu limesema, KKT imezungumza, Shura Maimamu wamezungumza, Mzee Warioba amezungumza, Mzee Butiku amezungumza. Muda upo bado wa kufanya mabadiliko. Ndicho tunachotaka. Hatuna ugomvi na mtu. Huo ndio msimamo wetu. Wanaopinga huu msimamo ni vibaraka walionunuliwa kutoka Chadema na CCM, ndio wanaopinga huu msimamo. Lakini huu msimamo nchi nzima inaunga mkono. Uchaguzi huru, haki na wa demokrasia ndio msimamo wa nchi. Nyie Kakora mnasemaje? Kakora mnasemaje? Wangapi mnaunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Tunataka uchaguzi huru, haki. Hatuna ugomvi na mtu. Tunataka tuende kwenye uchaguzi ambao utakuwa credible. Uchaguzi utakao ruhusu wananchi muwe na sauti. Mkiweka Chadema madarakani ikiahidi uongo, muwe na nguvu ya kuipiga chini na kuweka mtu mwingine, tutakuwa na heshima katika nchi. Tutakuwa na heshima katika nchi. Inakuaje nchi pekee yenye Tanzanite duniani wazee wake wanaishi kwa kutegemea TASAF? TASAF ni umaskini, na wanapewa pesa za TASAF, wanalimishwa mitaro kama magreda. Mzee wa miaka 60 unamlimisha mtaro, unambebesha mawe kwa pesa uliopewa na serikali ya Marekani, ambao tutalipa deni wote. Unabagua watu, unawaambia hawa ni Chadema wasipewe, hawa ni CCM hawa ni CUF wasipewe. TASAF 30,000 baada ya miezi mitatu. Nchi hii tunaweza kumlipa kila mtu pension, universal pension, kwa sababu iko hivi. Kwa nini askari ya kistafu anapewa pension, wewe ukifikisha miaka 60 usipewe pension? Kwani hawa askari ndio wanajenga majengo?
Sikuna fundi aliyejenga hili jengo? Fundi huyo hajatumikia taifa kwa kuweka nguvu zake na kujenga nchi hii? Kwani kujenga nchi ni vipi? Mtu anayechoma mkaa kule kijijini, si ndio alichoma mkaa huyu mama akakaa ofisini afanye kazi? Bila huyo mchoma mkaa huyo singekaa, kwa sababu njaa ingemuua, angeenda kuchoma mkaa mwenyewe, tusingekuwa na askari. Bila mkulima, mwalimu angekaa ofisini? Mkulima ndio alilima chakula, mwalimu akara akafundisha. Kwa hiyo kila mtu anatumikia taifa hili. Bodaboda unatumikia taifa, muuza nyanya unatumikia taifa. Ndio maana kwenye sera yetu Chadema tunasema kila atakayefikisha miaka 60 tutamlipa pension ya serikali, kwa sababu na yeye anatumikia taifa hili kulijenga. Everybody. Kenya wamefanya hivyo, hatushindwi kufanya hivyo. We have everything. Tuna kila kitu cha kutufanya tu flourish. Sisi ni nchi tajiri kuliko nchi zote Afrika Mashariki na Kati. Na Afrika. Msikia rais wa Brazil anasema Mungu ni Mbrazili. Nikasema huyu hajui. Mungu ni Mtanzania. Sisi ndio tuna ziwa kubwa kuliko yote Afrika la pili duniani. Sisi ndio tuna ziwa lenye kina kipana kuliko yote Afrika la pili duniani. Sisi ndio tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika ya pili duniani. Sisi ndio tuna madini yanaitwa Tanzania, hapatikani kwingine kokote isipokuwa Tanzania. Sisi ndio tuna a cradle of man, Ngorongoro, iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Sisi ndio tuna mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua Seru, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Mikumi, ukiziunganisha kwa pamoja ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukiziunganisha kwa pamoja. Mbuga zetu. Unasemaje sisi hatujapendelewa kuliko mtu yoyote duniani? We have everything. Tuna ardhi ambayo hata mita moja haina jangwa. Tuna maji chini. Kuna maji Kimbiji na Mpera, wanasema wakiyatoboa Dar es Salaam utazama. We have everything. Tuna bahari. Nini ambacho hatuna? Unaangalia uvuvi uliofanyika Norway mwaka jana. Serikali ya Norway imepata mapato ya dola za Kimarekani bilioni 9.7 kwenye uvuvi tu wa baharini, ambazo ni trilioni 30. Budget ya nchi yetu ni trilioni 54 ya kukopa na kuomba. Ndio maana tunapowafinya kule Ulaya ikijadili wanapiga kelele vibaya sana, kwa sababu wanajua hawana pa kukimbia kwenda kuomba. Tutawafinyia pote pilipili na limao. Sawa. Sasa tunashindwaje kuvua kwenye nchi yetu? Tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa ndugu zangu wa Kakora, tumekuja kwenu kwa ajenda hiyo, kwamba tunataka mabadiliko ya sheria ndio tuende kwenye uchaguzi. Bila hivyo hakuna uchaguzi.